na wahusia, lakini pia naihusia nafsi yangu katika swala la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ittaqullaha azza wa jalla fi sirrikum wa alaniyatikum. Kila mmoja wetu amuogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mazingira yoyote yale awayo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaona, anasikia na ana habari na yote ambayo tunayoyapitia. Baada ya kuhusiana kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, leo ni siku ya Ijumaa ambapo Waislamu wanakumbushana kabla ya kuitekeleza swalati Ijumaa. Kwa hiyo katika mlango huo wa leo hii tutakumbushana, mimi kama Muislamu, wewe pia Muislamu, na mwinginewe yule kama Muislamu au ni Waislamu, ni athari gani ambayo unaiacha baada ya wewe kuondoka. Athari gani, kitu gani unakiacha baada ya kuondoka katika huu ulimwengu, kitu ambacho kitakuwa ni kizuri, ima kikawa ni sababu ya kuendelea kupata malipo mazuri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au kwa lugha nyingine, ishi utakavyoishi katika huu ulimwengu. Wakati wote tutaondoka, lakini tuache hadithi nzuri za kuzungumzwa. Tukawa hatupo katika huu ulimwengu, lakini tukawa tunakumbukwa kwa mazuri, tunazungumzwa kwa mazuri, tunazungumzwa kwa kheri, isiwe wa kuzungumzwa kwa shari, isiwe wa kuzungumzwa kwa mabaya. Ndivyo ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuelekeza, ndivyo ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha. Ndani ya Qur'an Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatwambia, inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyi al-mauta, Mwenyezi Mungu anasema hakika sisi tunahuisha wafu, tawahuisha waliokufa wawe hai, uhai ambao sio huu ambao tunao. Au inawezekana tukasema tunawahuisha kutoka kukosekana wakawepo, kwa maana hatukuwepo, tukaletwa katika huu ulimwengu, tulikuwa hatupo, tukafufuliwa kwa njia hiyo, tukawepo katika huu ulimwengu. Sasa katika kuishi kwetu katika huu ulimwengu, Mwenyezi Mungu anasema wa naktubu ma qaddamu, tunaya rekodi, tunayaandika yote ambayo wameyatanguliza. Yote yanarekodiwa. Neno unalolizungumza linaandikwa, tendo unalolitenda linaandikwa. Kila ambacho anakifanya mwanadamu basi atambue kinaandikwa, na siku ya Kiyama kila mmoja atalipwa kulingana na alivyotenda. Wanaktubu ma qaddamu wa atharahu, lakini pia tunaendeleza kuwalipa katika zile athari ambazo wameziacha, katika yale mazuri ambayo wameacha, tunaendelea kuwasajilia na kuwarekodia na kuwalipa. Na zile ambazo ni shari wameziacha pia ni hivyo hivyo. Kuna sadaqatun jariya, sadaka ya kuendelea, itaendelea hata kama haupo katika huu ulimwengu, malipo yanaendelea kukufuata huko ulipo. Lakini pia
Yawezekana ikawa ni sayiatun jariya, makosa ambayo ni endelevu, haupo katika ulimwengu, lakini malipo yakaendelea kufuata huko ulipo kutokana na shari ambayo umeiacha katika ulimwengu. Kwa hiyo tusifikirie tu kwamba nafanya mazuri ya kunisaidia kesho baada ya kuondoka. Tufikirie pia ni kitu gani ambacho nimekiacha kama athari nzuri, kama jambo zuri la kunisaidia baada ya mimi kuondoka. Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ambayo ameisimulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Mtume akizungumzia katika hijjatul wada, inna dima'akum wa amwalakum alaykum haramun wa hurmat yawmikum hadha wa fi shahrikum hadha. Hadithi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam akizungumzia kwamba damu zenu kuuana, lakini pia mali zenu kuchukuliana bila haki ni haramu kwenu. Ndani ya siku hiyo, ilikuwa siku ya Yaumun Nahr, lakini mwisho wa hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam akawauliza masahaba radhiallahu anhum, innakum mas'uluna anni fama antum taqulun. Mtume akawaambia, hakika nyinyi mtaulizwa kuhusiana na mimi, mtaulizwa na watakaokuja baada ya mimi kuondoka. Alikuwaje mtume? Alikuwa anafanya nini mtume? Tabia zake zilikuwaje? Aliishi vipi na ndugu zake? Aliishi vipi na majirani? Aliishi vipi na familia yake? Mtaulizwa. Anawaambia hivyo masahaba kwamba hakika nyinyi mtaulizwa kuhusiana na mimi. Sasa mtakapoulizwa mtasema nini? Mtajibu nini? Huyu ni Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye tunaamini hakuwa akifanya makosa ya matendo au ya maneno, lakini bado anaweka angalizo katika maisha yake baada ya kukosekana katika huu ulimwengu, kwamba watu watamuulizia, watataka kujua habari zake. Anauliza masahaba, fama antum taqulun, mtasemaje? Mtajibu nini? Mtazungumza nini kuhusiana na mimi? Faqalu, wakasema masahaba ridwanullahi alayhim, nashhadu annaka qad ballaghta, tunashuhudia kwamba wewe Muhammad mtume wa Mwenyezi Mungu umefikisha. Tutawaambia hivyo, wa adaita, na umetekeleza wajibu wako uliotumwa, lakini wajibu wako wa wewe kuumbwa katika huu ulimwengu pia umeutekeleza. Wanasahta, na umenasihi. Fajala yarfa usbahu ila sama, ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam ananyanyua kidole chake mbinguni na akisema, Allahumma shahad, Allahumma shahad, ewe Mwenyezi Mungu shuhudia, ewe Mwenyezi Mungu shuhudia kwamba Mtume anachukua tahadhari. Ameishi katika huu ulimwengu, amekutana na changamoto mbalimbali. Yeye kama mtume amefundisha mambo mbalimbali. Yawezekana na makosa fulani ya kiwanadamu au tabia fulani, anawauliza masahaba, mkiulizwa kuhusu mimi mtasemaje? Anawaambia, wanamjibu Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunashuhudia kwamba wewe umefikisha, na tutawaambia hivyo hao watakaotuuliza kuhusiana na wewe. Wa adaita, umetekeleza wajibu wako kama mtume, umetekeleza wajibu wako kama mwanadamu. Wa nasahta, na umenasihi, umetoa nasaha za kutosha. Alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam akanyanyua kidole chake akiashiria mbinguni akisema,
Mwenyezi Mungu, shuhudia hiki ambacho ninachozungumza na masahaba zangu. Huyo ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo hii tunamzungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kila akitajwa tunasema Allahumma salli wa sallim alayhi. Tunamtakia rahma, tunamswalia, tunamuombea kwa sababu ya uzuri alivyoishi nao, lakini baada ya kuondoka bado uzuri wake unaendelea kufanya kazi. Sasa mimi na wewe ambao hatujasamehewa madhambi, ambao sio maasumun, tahadhari gani tunaichukua baada ya sisi kuondoka? Kitu gani ambacho tunawekeza kwamba kitusaidie baada ya sisi kuondoka? Masahaba wa Mtume radhiyallahu anhu waliishi wakamuiga Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mengi aliyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi na wao waliyafanya. Hawakukubali wawe hadithi mbaya kwa watakaokuja baada yao, bali walijitahidi wawe hadithi nzuri kwa ambao watakaokuja baada yao. Na ndipo ambapo tukiwataja masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam tunasema radhiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu awe radhi nao, kwa sababu ya namna walivyoishi, lakini pia wameacha athari nzuri ambayo tunaizungumza hadi leo. Kikawaida mwanadamu yoyote anahangaika apate, afanikiwe, halafu anasema na vifanye hivi vije vinisaidia baadaye, labda nitakapokuwa mzee. Kama ni maandalizi ya kujiweka sawa katika sehemu ya kuishi, makazi, kama ni kuweka akiba ndogo ndogo baadaye zile zimsaidie, kama ni usafiri anafanya hivyo baadaye zile zimsaidie. Wakati ule ambapo hana uwezo tena wa kufanya, hana uwezo wa kutenda, mwili umeisha nguvu, anafanya hivyo. Kwa Mwenyezi Mungu tukiondoka, sio kwamba huko tutaendelea kufanya. Yapo ambayo tumewekeza huko kwa ibada ambazo tunazozifanya, lakini tuhakikishe kwamba tuweke baada yetu kwa kuweka athari nzuri ambayo malipo yake yataendelea kutufuata baada ya sisi kuondoka. Zipo athari za kufanya ad-da'watu ila Allah, fanya ulinganifu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuwalingania Waislamu na wasiokuwa Waislamu ili wakubali Uislamu au waufanye kwa uzuri Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ambayo anasimulia Ali radhiyallahu anhu, anasema mwambie Ali, Mwenyezi Mungu akakujalia mtu mmoja akaongoka kupitia wewe, ni bora zaidi kuliko ngamia mwekundu. Enzi zao ngamia mwekundu alikuwa ni thamani kubwa, ni wa gharama kubwa, na anapendeza zaidi kwa mtu akiwa naye. Sasa moja ya athari ya kuweka ili tusaidie baada ya sisi kuondoka ni kufanya dawa, kuwalingania Waislamu, kuilingania jamii, kuwalingania wasiokuwa Waislamu ili waukubali Uislamu, au hata kama ni Waislamu lakini waufanyie vizuri zaidi Uislamu. Hii ni moja ya njia ya kuweka athari ya kutusaidia baada ya sisi kuondoka. Athari nyingine ambazo inaweza kutusaidia ni kutoa sadaka. Wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah, mnachokitanguliza mtakikuta mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini mnachokichelewesha ambacho ni kizuri, basi malipo yake yataendelea kufuata baada ya hii kuondoka. Sadaka tunjari,
ambayo ni ya kuendelea. Kachimba kisima, kafunga bomba, watu wakawa wanapata huduma ya maji, kajenga msikiti, kajenga madrasa. Hizi ni sadaka ambazo zinaendelea kufuata hata baada wewe kuondoka. Ukafundisha watoto wako au jamii, kaifundisha, wewe haupo, lakini elimu ambayo umefundisha inaendelea kufanya kazi. Hii ni athari nzuri ambayo hata baada ya wewe kuondoka inaendelea kukusaidia huko ulipo. Lakini kuwafundisha watoto kitabu cha Mwenyezi Mungu, maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwafundisha Uislamu, wewe haupo, lakini kila wanachokifanya baada ya wewe kuondoka, basi na wewe unapata ujira kwa kila ambacho wanachokifanya. Kuwafundisha watoto kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikawa wanatekeleza swala za faradhi kwa nyakati zake, lakini wewe ndio unawapa msingi huo kuijua dini yao na swala ni faradhi, wakawa wanazifanya kama inavyotakiwa, basi na wewe na asilimia za malipo za anachokifanya. Wewe haupo, lakini unaendelea kuyapata malipo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Je, sisi tunaweka maandalizi kama hayo? Tunajenga athari kama hizi? Dawa, sadaqatun jariya, tunazifanya hivyo? Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu amewekeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hadi leo hii tunapozungumza anaandikiwa thawabu kwa kheri ambayo inaendelea kuwepo mpaka siku itakapokatika. Ni miaka zaidi ya 1000 hadi leo hii. Kisima alichokinunua zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam kinafanya kazi hadi leo. Bustani aliyonunua ya mitende hadi leo hii inaendelea kufanya kazi. Watu wananufaika na maji, watu wananufaika na tende. Athari nzuri ambayo wameifanya. Tusiwe kama ambao walijiweka sawa katika maisha ya dunia wakaisahau akhera yao, na siku walipoondoka wakawaachia wengine wakavitumia, lakini wao kwa Mwenyezi Mungu hawana faida yoyote. Mwenyezi Mungu akiwazungumza Firauni na watu wake akasema, kam taraku min jannati wa na'im wa kunuzin wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadhalika wa awratnahu qauman akharin. Kam taraku min jannati, mabustani mangapi wameacha, wa na'im, na neema mbalimbali, wa kunuzi, na hazina, mali kwa maana ya mali, sio vimali, mali nyingi, wa maqamin karim, na vyeo walivyokuwa navyo lakini vyote wameviacha, wa na'matin kanu fiha fakihin, na ndani ya neema, ndani ya starehe walizokuwa nazo wakifurahi na kucheka, lakini mwisho yote kadhalika awrathnahum qauman akhar, waliviacha. Mwenyezi Mungu anasema tukawapa wengine wakaendelea kuvitumia. Sasa kama ni vizuri hivi ambavyo wamerithishwa wengine, basi malipo yanaendelea kufuata ya khairi hiyo. Lakini kama ni vibaya ulivianzisha na wewe haupo, ubaya, shari, malipo mabaya yanaendelea kukufuata huko ulipo. Tujitahidi mno kuweka athari nzuri, kuweka hadithi nzuri. Hatupo, lakini tuzungumze kwa vizuri. Dawa
ni moja ya athari nzuri. Sadaqatun jariya ni moja ya athari nzuri. Wangapi ambao angalau amepanda mti kwa kimvuli, watu wananufaika baada ya kuondoka kwa kupumzika katika kivuli hicho. Maadamu mti huo upo na wanapumzika wanaopumzika, wewe haupo, malipo yanaendelea kufuata. Mche au mti wa kimvuli au mti wa matunda haupo, lakini malipo yanaendelea kufuata, athari nzuri. inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Mwenyezi Mungu anasema kila kitu Mwenyezi Mungu anasema tumekidhibiti, tumekihifadhi katika kitabu ambacho kiko wazi. Ipo siku kila mmoja atakabidhiwa kitabu chake, atakabidhiwa yote aliyofanya. Uliyafanya mwenyewe lakini ukawa haupo, yakaendelea kufanywa kwa niaba yako, mazuri yote utakuta mbele za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tujitahidi kuweka athari nzuri ya kutusaidia baada ya sisi kuondoka, sio baada tu ya sisi kuondoka na kila kitu kikasimama. Tutakuwa tumefanya biashara ambayo ina faida ndogo sana. Kuna maisha ya kaburini, lakini kuna maisha baada ya kaburini yanahitaji hazina kubwa ya matendo, yanahitaji kheri nyingi ambazo tutakiwa tuzifanye zitusaidie baada ya kuondoka, ziendelee kutusaidia, lakini hata kama zitabaki ziendelee kufanya kazi na kutusaidia huko tulipo. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. Malizia sehemu ya pili ya khutba yetu ambayo tunazungumzia ni athari gani ambayo unaiacha baada ya kuondoka katika huu ulimwengu. Athari nzuri ya kuendeleza malipo kwa sababu ya kheri hiyo ambayo inaendelea kutendeka hata kama wewe haupo. Leo hii tunawazungumza wengi katika salafu salih ambao muda wao mwingi walitumia kuitumikia dini, na leo hii tunayaona matunda ambayo waliyafanya kwa tabu ambazo walizipata, lakini wakati huo ni kheri kweli. Al-Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi ameishi miaka 42 au 43, ni miaka michache sana, miaka 42 43. Ana miaka 30 alianza kufanya kazi ya da'wa, kazi ya kuandika vitabu, kazi ya kusomesha, lakini mwaka wa 43 anafariki. Wanawachuoni wanasema ndani ya miaka 13, ndani ya miaka 13 ameandika vitabu vingapi? Vingi.
Leo hii tuna kitabu tunakitumia kinaitwa 40 Nawawi, ambacho kila Muislamu hakosi kuwa nacho. Alikiandika Imam Nawawi, athari nzuri ambayo ameiacha ndani ya miaka 13. Tembea kila msikiti utakosa 40 Nawawi, au kwa kila Muislamu utakosa Riyadhus Salihin. Ni vitabu ambavyo vinasomwa na vijana wengi na hata ambao sio vijana, vitabu ambavyo vinawasaidia katika mengi katika masala ya da'wa. Alikiandika Imam Nawawi Riyadhus Salihin, 40 Nawawi. Lakini kitabu kikubwa kabisa cha fiqh Majmu' Nawawi, Sharh ya Muslim, vitabu zaidi ya 200 ameviandika Imam Nawawi ndani ya miaka 13. Uandishi ambao sio kama huu leo. Unaandika na kalamu za kuteleza, unaandika na kompyuta kwa urahisi mno. Uandishi wao wa kuchomvia na kuandika herufi moja wino umeisha. Lakini ndani ya miaka 13 kaviandika vitabu hivyo. Wanawachuoni wakamtathmini Imam Nawawi uandishi wake huo wa kuchonga na kuandika herufi moja au mbili, kwamba kwa siku moja alikuwa akiandika karatasi 80. Baada ya kuvigawa vitabu vile na umri ule wa uandishi wake, kwa siku moja akiandika karatasi 80. Hata hawa wanaosoma mashuleni masomo 17 kwa siku hawafikishi karatasi hizo kwa siku, pamoja na kalamu za kuteleza. Akiyafanya haya Imam Nawawi, kwa nini aache athari nzuri ya kuzungumzwa baada ya kuondoka? Sasa mimi na wewe, kitu gani ambacho umeandika cha ukurasa mmoja kiendelee kusoma baada ya kuondoka? Khairi gani ambayo umeifanya iendelee kufanya kazi baada ya kuondoka? Al-Imam Sheikh Uthaymeen rahmatullahi alayhi anasema katika mitandao, itumieni mitandao ya kijamii vizuri kupambana na wasiokuwa Waislamu kwa kuweka vitu vingi ambavyo vina mafundisho ya dini. Angalia kwenye huko mitandao kinachofanyika. Ni wachache mno ambao wanaweka vitu kama hivyo ya kuwasaidia Waislamu. Watu wanaweka picha, wanaweka vitu ambavyo havina manufaa yoyote. Wakiondoka, dhambi zinaendelea kufuata. Madarasa yanayofundishwa, hutuba zinazotolewa, mihadhara mbalimbali inafanyika. Kwa nini Muislamu usiseme kwamba angalau kwa kutumia simu tu ukavirekodi na kuviweka katika mitandao vikaendelea kufanya kazi? Tategemea nani avifanye? Ni wewe na mimi. Lakini kwa faida ya nani? Kwa faida yako wewe. Kila anayesikiliza, kila anayeona, kila anayetenda, kila anayezungumza baada ya kuondoka, kheri zinaendelea kufuata. Hizi ndio athari nzuri za kuweka baada ya sisi kuondoka, ziendelee kutusaidia. Lakini utakuta mtu kwenye mitandao anapiga picha, mara amecheka, mara amechuchumaa, mara anakimbia. Sasa ile nini? Weka athari nzuri. Zungumza ujumbe ambao una manufaa, hata kama ni wa dakika moja. Uweke huko. Wakishare wanaoshare, malipo yanaendelea kufanya kazi huko ulipo. Lakini unaweka maneno ambayo sio, watu wanashare, wanafurahia, dhambi zinaendelea kufuata. Tuweke athari nzuri, au tuache athari nzuri ziendelee kutusaidia baada ya sisi kuondoka katika huu ulimwengu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie ni katika ambao
anayesikiliza maneno ya Mwenyezi Mungu na kuyafanyia kazi. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت قلوبنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. عباد الله، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر وأقم الصلاة.